Na Mary amecheka pale akisikia kwamba kina mama they can't kambila. Tusonge mbele. Tohara katika jamii ya Watachoni imeng'oa nanga rasmi, tamaduni ya jamii hiyo ikitakiwa kudumishwa, kwani kwa sasa imeonekana kudidimia. Hii ni taarifa ambayo Edwin Zasaka ametuandalia kwa kina. Katika tohara ya jamii ya Batajoni, shughuli mbalimbali huandamana tohara hiyo. Wanavyoelezea wazee wa jamii wakiongozwa na Mzee Barasa Jumbe, ikiwemo mtoto kutoka katika boma la mjombake tayari kwa tohara siku inayofuata, kama ilivyoshuhudiwa katika boma moja eneo hilo ambapo vijana watatu walipasha tohara Jumamosi hii. Atakapotoka kwa mchomba, akifika hapa sasa, sisi tutatoa hiyo nyama tupatie koko ya mtoto. Katika tohara ya jamii ya Batajoni, shughuli mbalimbali huandamana tohara hiyo. Wanavyoelezea wazee wa jamii hiyo wakiongozwa na Mzee Barasa Jumbe, ikiwemo mtoto kutoka katika boma la mjombake tayari kwa tohara siku inayofuata, kama ilivyoshuhudiwa katika boma moja eneo hilo ambapo vijana watatu walipasha tohara Jumamosi hii. Atakapotoka kwa mchomba, akifika hapa sasa, sisi tutatoa hiyo nyama tupatie koko ya mtoto, ndiye atakula hiyo nyama. Tena nyama ya jioni ile sisi wenyewe tunaita lisombo, hiyo lisombo tunatengeneza, tunatoa nyama mahali kidogo, tunafalisa huyo mtoto, na tukishafalisa huyo mtoto sasa, hiyo ndio inaambia mtoto yeye ni mrani, na itanukia yeye kutoka usiku mpaka asubuhi, ndio tupate kumtayarisha. Hiyo lisombo inakuliwa na koko. Pombe ya kitamaduni haikosi, na hata ng'ombe uchinjwa na utumbo wake huangaliwa na wazee kuthibitisha iwapo wamekubaliwa kuendesha shughuli hiyo. Mzee Salim Mamati akidai baada ya kuangalia ilikuwa sawa. Tuko na pombe ya kienyeji inaitwa buza. Tuko na pombe ingine ambayo inapokuwa kando na hiyo ile pia ambayo ya kawaida. Kwa hivyo tunapoangalia hiyo, tuko na ukali ambayo ya wimbi. Hiyo ukali ya wimbi ile inakuanga ile nyeusi. Tuko na ukali ile ya mahindi ile nyeupe. Sasa hiyo vyakula ndio tunaandaa. Hiyo mboka ambayo tunatumia, kwa hiyo sasa tuko na ng'ombe ambayo imeandaliwa. Vile nimeangalia vitu vyenye iko hapa, nafikiri Mungu ameweka mkono, kila kitu iko shwari. Hata hivyo, ipo tofauti kubwa kati ya tohara ya Wabukusu na Watachoni tunavyoelezwa na wazee. Neno ile inatofautisha Wabukusu na Mtachoni ni nyimbo, ndio inatofautisha. Bukusu wanaangalia chini na Tachoni sisi tunaangalia juu, na juu sisi tuko na wimbo yetu, na tunatumia wimbo ile ya kutoa kama mtoto akitoka kwa mtoni, saa ile ndio anakuja, tunawe kakuyeche layo Yobiri muzinde ya uziri kuzebwa layo. Hiyo ndio wimbo yetu, na Wabukusu wanaimba wimbo yao, wanasema muzinde we muzinde we nyolo tere makoche bunyolo oh ya ye hiyo ni Wabukusu. Oya 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 every boy euno majewa baliyewi omusajo sembul sajo naunyi namuleo waviri. Ile amepanda juu ya nyumba, huwa tuna katika kijiji yetu hii tuko na watu wengine wachawi, tuko na watu wengine hawana tabia mzuri. Sasa padili ya sisi kucha kwako tukupike, tunatangaza wewe hadharani mbele, tunataja jina yako tukisema ya kwamba wewe mtu fulani uko na tabia na hiyo.
Sasa hiyo tabia wewe mwenyewe utasikia kama vile umetajwa na unaanza kurekebisha. Wakati wa kupea kengele usiku, vijana huwekewa sehemu ya utumbo wa ng'ombe shingoni na kisha kucheza usiku wakiimbiwa nyimbo baada ya kupata ushauri na mzee mwenye heshima. Kisha kabla ya kulala uruhusiwa kufia katika nyumba 3 tofauti ambazo zina wazee, wanarika na wajomba ili kupata baraka kabla ya kupashwa tohara asubuhi. Watoto wanapotoka kwa mjomba, masaa inapofika anaweza ingia kwa nyumba ya Vakoki. Alafu anapotoka nyumba ya Vakoki anaingianga nyumba ya mchomba. Anapotoka kwa nyumba ya mchomba, kwa sababu tuko na nyumba ya wazee ambayo ya ile ya culture. Kwa hivyo sasa inapotoka kwa culture, hiyo masaa yote tuo nasema ya kwamba mtoto anaendelea kuangaliwa, roho yake imefika wakati wa kutairiwa au bato. Vijana hao maarufu kama basinde huamshwa asubuhi na kupelekwa mtoni kwenye sehemu ya chemchemi ili kupakwa tope, kisha kurejea nyumbani na kupokelewa na wazee na babake na kupitishwa katikati ya mikuki miwili ili kupata motisha na kisha kupashwa tohara. Ngariba Ulibabarasa anatueleza kinachofuata baada ya kupashwa tohara. Vile tumetayarisha hivi, wakiingia kwa nyumba tuna ile kitu nasema formal initiation kwamba kubalumie. Na wakabalumia sasa pa watipiwe kubalumia kuno palafu kabusu watapika ukali. Wakishapika ukali tutachukua kale kanyama kadogo, alafu tufanye testing kwa huyu jamaa kama mara 2, alafu mara 3 aume akitema upande short and right and then ati katikati tena. Kwa vile wako watatu, hiyo ceremony itaendelea hivyo. Tukishamaliza ni kama sasa tumewafungua baada ya kutairishwa, waanze sasa kupikiwa chakula na wakule. Watamaliza siku 3 ndio waanze kuonekana kwa watu wengi. Lakini watakuwa tu katika huu mche, watoke hapa mpaka siku 3 ziishe kwa. Hata hivyo, wito wa kutaka mila na desturi kudumisha ulitolewa, serikali ikitakiwa kusaidia kuafiki hili. Baada ya vijana hawa kukumbana na kisu cha ngariba, sasa wito umetolewa kwao kutilia maanani masomo na masuala ya utamaduni wa jamii ya Watachoni ili wao watu wema maishani. Ni kiripotia West TV kutoka Sinoko, wadi ya Ndivisi, eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Edwin Sasaka.